Unajua kwamba kuna mmea mmoja unaoitwa mlonge ambao majani yake yana zaidi ya virutubisho 90 vya kibiolojia vinavyohusiana moja kwa moja na kinga ya mwili, macho, mifupa, ubongo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba watu wengi wanauona kama mboga ya kawaida tu bila kufahamu mchango wake mkubwa kwenye afya ya seli na tishu za mwili. Leo nitakueleza kwa undani kuhusu mmea unaoitwa moringa au mlonge na kwa nini wanasayansi duniani wanaendelea kuufanyia tafiti kila mwaka. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya screen ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Watu wengi wanaingia kwenye mipango ya ujauzito bila maandalizi ya kina ya mwili. Wengine huamini kuwa mimba ni bahati tu bila kuzingatia mchango wa mazingira ya kibiolojia. Lakini tafiti zinaonyesha kuwa hali ya homoni, mazingira ya seli, lishe na mifumo ya mwili ina mchango mkubwa. Kutokujua haya kunaweza kukuacha kwenye hatari ya kupanga vibaya afya ya uzazi. Ndiyo maana Naturemed Supplies tunasisitiza elimu kabla ya hatua. Moringa, inayojulikana kitaalamu kama Moringa oleifera, ni mti unaotokea asili ya Asia ya Kusini na Asia ya Kusini Mashariki. Kwa karne nyingi, jamii mbalimbali zimekuwa zikitumia majani yake, majungu yake marefu yanayoitwa drumsticks na hata mbegu zake kama sehemu ya lishe na tiba za jadi. Leo, sayansi ya kisasa imeanza kuthibitisha kwa kina yale ambayo jamii za kale zilikuwa wakiyajua kwa uzoefu. Kibiolojia, majani ya moringa yana mkusanyiko mkubwa wa vitamini, madini, amino acids na misombo hai kama flavonoids, polyphenols na carotenoids. Hizi ni kemikali asilia ambazo mwili huzitumia kupambana na msongo wa oksidi, yani hali ambapo seli zinaharibiwa na molekuli zisizo imara zinazoitwa free radicals. Msongo wa oksidi unapoongezeka kwa muda mrefu huathiri mfumo wa kinga, mishipa ya damu, macho, ubongo na hata mifupa. Watu wengi hawajui kuwa hali hizi huanza taratibu bila dalili za haraka. Mlonge kwenye afya ya mifupa. Mifupa ni mfumo hai unaojengwa na kuvunja kila siku kupitia michakato ya kibiolojia inayoitwa bone remodeling. Katika mchakato huu, kuna seli zinazojenga mifupa zinazoitwa osteoblasts na seli zinazovunja mifupa ya zamani zinazoitwa osteoclasts. Ili mchakato huu uwe na uwiano mzuri, mwili unahitaji virutubisho muhimu kama calcium, fosforasi, magnesium na vitamin K. Majani ya moringa yana madini haya kwa viwango vinavyosaidia michakato ya kibiolojia ya ujenzi wa mifupa. Calcium ni sehemu kuu ya muundo wa mifupa, wakati fosforasi husaidia kuunda fuele imara zinazotoa uimara. Magnesium husaidia katika uanzishaji wa vimeng'enya vinavyohusika na ujenzi wa tishu za mifupa, na vitamini K husaidia katika uwekaji sahihi wa calcium ndani ya mifupa badala ya kujikusanya kwenye mishipa ya damu. Tafiti zinaonyesha kuwa upungufu wa madini haya husababisha mifupa kuwa nyepesi, rahisi kuvunjika na kupoteza muundo wake wa kawaida kadri umri unavyoongezeka. Ndiyo maana lishe yenye virutubisho kamili ni muhimu tangu utotoni hadi utu uzima. Moringa, kama sehemu ya lishe, hutoa mchango katika kusaidia mwili kupata malighafi muhimu kwa ajili ya kudumisha mifupa yenye afya. Mlonge kwenye mfumo wa kinga. Mfumo wa kinga ya mwili ni mtandao mpana wa seli, tishu na viungo vinavyofanya kazi kwa pamoja kulinda mwili dhidi ya vimelea, bakteria, virusi na mabadiliko yasiyo ya kawaida ya seli. Kibiolojia, mfumo huu hutegemea sana virutubisho kama vitamin C, vitamin A,
vitamin E, madini kama zinki na chuma, pamoja na misombo ya mimea yenye uwezo wa kupunguza msongo wa oksidi. Majani ya moringa yana mkusanyiko mkubwa wa virutubisho hivi, jambo linalofanya mmea huu kuvutia sana katika tafiti za lishe. Tafiti zimeonyesha kuwa misombo ya polyphenols na flavonoids inayopatikana kwenye moringa husaidia kupunguza uharibifu wa seli unaosababishwa na molekuli huru zinazojulikana kama free radicals. Molekuli hizi zinapokuwa nyingi mwilini huathiri seli za kinga na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi kwa ufanisi. Vitamin C iliyopo kwenye moringa inahusika moja kwa moja katika uzalishaji wa seli za kinga kama lymphocytes, ambazo husaidia mwili kutambua na kukabiliana na vitu visivyo vya kawaida. Kwa mtazamo wa kibiolojia, mwili unapokosa virutubisho vya kutosha, seli za kinga huwa dhaifu katika mawasiliano yao, uzalishaji wao hupungua na uwezo wao wa kujirekebisha hupungua. Hapa ndipo umuhimu wa vyakula vyenye virutubisho vingi kama moringa unapojitokeza. Sio kwamba moringa inazuia magonjwa moja kwa moja, bali inasaidia mwili kuwa na mazingira bora ya ndani ili mifumo yake ya asili ifanye kazi vizuri zaidi. Mlonge kwenye afya ya macho. Macho ni kiungo nyeti sana ambacho hutegemea virutubisho maalumu ili kufanya kazi kwa ufanisi. Moja ya virutubisho muhimu zaidi kwa macho ni vitamini A. Vitamini hii hushiriki katika utengenezaji wa rhodopsin, protini inayopatikana kwenye retina inayowezesha macho kuona katika mwanga hafifu. Majani ya moringa yana kiwango kikubwa cha beta-carotene ambayo mwili huigeuza kuwa vitamini A. Upungufu wa vitamini A husababisha matatizo kama ukavu wa macho, ugumu wa kuona gizani na kwa muda mrefu huweza kuathiri tishu za macho. Pia, moringa ina antioxidants kama lutein na zeaxanthin ambazo husaidia kulinda macho dhidi ya uharibifu unaosababishwa na mwanga mkali na mionzi ya ultraviolet. Kwa mtazamo wa kibiolojia, macho yanapokabiliwa na msongo wa oksidi kwa muda mrefu, seli zake huanza kupoteza uwezo wa kufanya kazi ipasavyo. Hii inaweza kuhusishwa na mabadiliko ya kuona yanayotokea kadri mtu anavyozeeka. Antioxidants zilizoko kwenye moringa husaidia kupunguza kasi ya mabadiliko haya kwa kulinda seli za macho dhidi ya uharibifu wa mapema. Mlonge kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula sio tu kuhusu kuvunja chakula, bali pia kunyonya virutubisho, kudhibiti kinga ya mwili na kuwasiliana na ubongo kupitia mfumo wa neva. Sehemu kubwa ya mfumo huu hutegemea uwapo wa nyuzi, bakteria rafiki wa tumboni na mazingira mazuri ya ndani ya utumbo. Majani na majungu ya moringa yana kiwango kikubwa cha nyuzi zinazosaidia kusogeza chakula kwenye utumbo kwa mpangilio mzuri. Nyuzi hizi pia hutoa chakula kwa bakteria wazuri wa tumboni, wanaojulikana kama probiotics wa asili. Bakteria hawa husaidia katika uzalishaji wa baadhi ya vitamini, kudhibiti uvimbe wa ndani ya utumbo na kuimarisha mawasiliano kati ya utumbo na mfumo wa neva. Pia, misombo ya mimea iliyopo kwenye moringa ina tabia ya kupunguza muwasho wa ndani ya utumbo, jambo ambalo ni muhimu kwa watu wanaopata usumbufu wa mara kwa mara wa mfumo wa mmeng'enyo. Hii haimaanishi kuwa moringa ni tiba, bali ni chakula chenye virutubisho vinavyosaidia mwili kudumisha mazingira bora ya ndani ya mfumo huu muhimu. Naturemed Supplies, tunazingatia misingi ya kisayansi katika uundaji wa bidhaa zetu za asili. Hatudai kutibu magonjwa tu, bali tunatoa bidhaa zinazolenga kusaidia mwili kupata virutubisho muhimu kwa mifumo mbalimbali, kama mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo na ogani nyingine za mwili kwa kufuata kanuni za usalama wa kiafya. Kwa kifupi, moringa si mboga ya kawaida. Ni chanzo kikubwa cha misombo hai inayosaidia seli, tishu na mifumo ya mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Utafiti wa kisasa unaendelea kuthibitisha mchango wake katika lishe bora na ulinzi wa mwili dhidi ya msongo wa oksidi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina.
Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.